Tumeanza mfumo mpya wa uuzaji wa ufuta kupitia mfumo wa stakabadhi ghala. Sasa yale mahitaji yote na taratibu zote zinazoendelea kutakiwa, nyaraka mbalimbali kwa wauza ghala, wale wasafirishaji, zinatakiwa ziendelee kuonekana zimekamilika maeneo yale. Lakini na kwa sababu tuna uhitaji wa mizani katika maeneo mbalimbali ya hizi AMCOS, kadiri ambapo meneja wa SOLEVU kama chama kikuu walipokwisha kuendelea kuahidi na wamesema mizani hizo zinaweza zikafika, ni vizuri zifike ndani ya muda. Kwa kuwa muda ni mfupi na baadhi ya AMCOS hazijakusanya kutokana na kukosa mizani, ni vizuri mizani hizo tunahitaji ziendelee kupatikana ndani ya maeneo pamoja na vifaa vingine vinavyohitajika, vikiwemo vifungashio na mazingira mengine yoyote yanayohitajika kufanyika yanatakiwa yawe yamekamilika ili kuondokana na vikwazo ambavyo vinaweza kuendelea kusababisha kutokamilika baadhi ya mambo. Lakini tupige marufuku kabisa wale wanunuzi ambao wanaweza wakawa na nia ovu, utoroshwaji wa ufuta katika kona zote ambazo zinatoa ufuta kwenda nje ya Momba, tukianza na kule Chole, kata ya Mkomba. Wale wote wenye nia ovu au walishakwisha kujisajili aidha kwenye AMCOS zilizoko Songwe, tunawaasa ufuta wetu wa Momba uendelee kubakia Momba, uziwe Momba, ili pato la wananchi pamoja na pato la halmashauri liweze kuendelea kupatikana vikamilifu. Kwa sababu kama tabainika mtu anafanya utoroshaji, hatutasita kumchukulia hatua za sheria kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria, mwanasheria yuko, mkurugenzi uko, na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo. Hatutacheza na huyo mtu anayetaka kutuhujumu. Lakini kwa maeneo ya Kamsamba, wale wanaopeleka kuvusha mto, kupeleka kule Kilagawana, kupeleka kule Kinyamatundu, wote tutakabiliana nao. Na bahati nzuri makamu upo. Ni vizuri tuone maeneo hayo yote ambayo yanakuwa na mianya ya utoroshaji, tusimame huko, tuweke ulinzi, na zile doria zetu wakati mwingine zile doria zetu zilenge sana maeneo hatarishi.